Ndugu mgeni rasmi, kama tunavyofahamu, mwaka huu wa 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu katika taifa letu. Uchaguzi wa viongozi ni jambo lenye uzito mkubwa katika kuamua mustakabali wa ustawi, amani, usalama, uhuru na ulinzi wa rasilimali za taifa letu. Kutokana na uzito wa zoezi hili la uchaguzi, sisi maaskofu tunapenda kutoa wito kwa waumini na watu wenye mapenzi mema kama ifuatavyo. Kwanza, tunaomba waamini na watu wote wenye mapenzi mema tufanye sala na maombi maalum kwa ajili ya kuliombea taifa letu amani, umoja na mshikamano wa kindugu. Tunahitaji sana tunu hizo katika taifa letu ili tuweze kuendelea kuishi kama familia moja. Pia tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie kupata viongozi bora, wenye uwezo, waadilifu na wacha Mungu. Hii itatuwezesha kuwa na viongozi wasio na ubinafsi, bali wenye uzalendo wa kweli na walio tayari kujenga jamii ya Tanzania katika misingi ya ukweli, haki, uadilifu, upendo, ustawi na uhuru kwa wote. Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali sura ya 29 aya ya 2 linasema, waadilifu wakifanikiwa watu hufurahi, waovu watawalapo watu huugua. Tunaomba watu wetu wasiugue. Ndugu mgeni rasmi, viongozi wa serikali katika nyakati tofauti tofauti wamesikika wakiwahakikishia wananchi kuwa uchaguzi wa mwaka huu utafanyika kwa misingi ya haki, usawa na uhuru. Tunaomba kauli hizi nzuri na za kutia moyo za viongozi wetu zionekane kwenye matendo katika hatua zote za uchaguzi, kwani baadhi ya matukio tuliyoyashuhudia katika jamii yetu hayaonyeshi kuwa watendaji au wasimamizi wa sheria wanatekeleza kile kinachoahidiwa na viongozi wetu. Kinachoahidiwa hakiendani na kile kinachotendeka. Ndugu mgeni rasmi, kwa muda mrefu kumekuwa na sauti zinazotaka katiba na sheria zinazosimamia uchaguzi katika nchi yetu zifanyiwe marekebisho au maboresho ili ziendane na hali halisi ya demokrasia ya vyama vingi katika nchi yetu. Inavyoonekana ni kuwa wanaonufaika na mapungufu yaliyomo katika sheria za sasa hawana haraka ya kufanya maboresho hayo, na wale wanaojiona wanaathirika na mapungufu hayo ndio wanaopaza sauti kutaka kufanya mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi. Wito wetu sisi maaskofu kwa mamlaka zinahusika ni kuwa sauti na vilio vya watu wanaotaka kufanyika kwa maboresho hayo ya katiba na sheria visikilizwe na visipuuzwe. Tunaomba marekebisho na maboresho stahiki kwenye mifumo ya uchaguzi yafanyike ili kuruhusu uchaguzi wa kweli ulio huru na wa haki katika nchi yetu. Vinginevyo chaguzi zetu zitaendelea kugubikwa na dosari nyingi kama ilivyoshuhudiwa kwenye chaguzi za miaka ya hivi karibuni. Mwisho, tunamrudia tena Mwenyezi Mungu tukimuomba alibariki Jimbo Katoliki la Iringa, awabariki viongozi wetu wa kitaifa, aibariki nchi yetu na raia wake wote.
Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tumsifu Yesu Kristo.